Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndio waalimu na wahalimi kwa ujumla, tunaendelea kufafanua maana halisi ya lubunga na maneno yalivyotawanyika kwenye lugha. Leo tunapitia somo hili kwa lengo la kujua mambo gani yalikuwepo zamani na baada ya miingiliano nini kikaja kutokea. Zamani ulikuwa ukizungumzia neno lu, zamani hiyo ulikuwa ukiongelea neno lu bunga, unakuwa unazungumzia ni kumbusho ya yaliyopotea, ima kumbusho ya yaliyosahaulika. Lu ni kukumbusha. Ima lu ni moja ya kumbukumbu. Ukisema tu neno lu inakuwa ni kumbukumbu katika lugha ya Kibantu. Kwa hiyo ukisema neno lu bunga ni kumbusho kwa yaliyo sahaulika, isipokuwa ukiweka lu, hayo ni ya Mungu. Unasikia tofauti yake inapokuwa hapo? Ni kumbusho, isipokuwa ni kumbusho tu ya mambo yake Mungu. Hapa ndo tunachanganua kujua kwamba hizi kumbukumbu zimetofautiana wapi. Kwa hiyo kisikia sehemu inasemwa lu, ni kumbusho hiyo, lakini sio kumbusho ya kawaida. Ni kumbusho ya jambo lisiloonekana, isipokuwa lenyewe ndo lilifanya mambo yote yanayoonekana, kwa tafsiri ya Mungu mwenye vyote. Kwa hiyo ukisikia neno lu bunga, maana yake ni kumbusho, ni kumbusho kwa yaliyosahaulika isipokuwa ya Muumba. Kwa hiyo kubunga ni lugha halisi ya Kibantu. Tafsiri ya kwanza kubwa, kubunga ni kusahau. Kubunga sio kupotea. Nitafafanua vizuri hapo lugha ziligongana wapi. Wamoja wakaita kubunga ni kusahau na wengine wakaita kubunga ni kupotea. Kama wasema Lingala, lugha ya Lingala, wakabaki wanatunza kwamba kubunga ni kupotea.
Kumbe uhalisia kobunga ni kusahau. Huu ndo uhalisia wa lugha halisi ya jadi kwenye Kibantu. Kwa hiyo ukisikia kobunga, maana yake halisi ni kusahau. Isipokuwa nikikuleta kwenye maadili ndo utaelewa walikujaje kusema ni kupotea. Bila shaka jambo lolote ukishakuwa umelisahau inakuja kuleta neno kupotea. Unasikia yalipokuja kuambatana hapo hayo maneno. Ukisha sahau jambo, ulikuwa una hela ukaiweka sehemu fulani, ile sehemu ukasahau kuwa uliwekaga wapi, hiyo hela inatafsirika kupotea, kwa sababu kwanza umeanza kwa kusahau. Najua waalimu hapo vichwa mnaviweka sawa. Kilichokuja kutatiza ilikuwa ni migongano ya lugha za asili zenyewe. Lugha ya Kibondo kutoka kwenye Kibantu ilitunza hiyo kobunga, maana yake ni kusahau. Wangala huko Arikasi ya kati wenyewe wakatunza kobunga ni kupotea. Na najua nikisema hivyo kwa dunia nzima na waliopo wanajua nasema kitu gani, na wanayejua lugha hii wanakuwa wanajua na dadavua nini. Kwa hiyo huwezi kupotea ima kupoteza bila kusahau, kwa maana ni mambo kama yameambatana, ila ni mambo mawili tofauti. Haya ndo yakawachanganya watu zamani. Kwa hiyo ukisikia leo kuna neno sahau, ni lugha oteshi iliyotokea ndani ya Kiswahili. Nikisema lugha oteshi, ninakuwa na maana lugha zilizotoka mataifa zikaja kuungana na lugha za Kibantu hapa bara la Arikasi na kuwa kwenye upamoja wa mazungumzo. Hizo zote zikawa ni lugha oteshi. Kichina, Kiarabu, Kireno, Kitaliano, Kiingereza na mengine kama Kidachi na vitu kama hivyo. Hizo lugha zilipokujaga huku bara la Arikasi, hizo lugha ziliacha baadhi ya matamko yakaungana kwenye matendo ya kusema. Hizo lugha ndo zikawa lugha oteshi kwenye Kibantu. Kwa hiyo ukisikia nasema lugha oteshi ni ipi? Ni lugha iliyokuja kuunganika na lugha halisi kwa kushea mazingira. Kwa hiyo sahau unaikuta ni lugha oteshi kutoka humu kwa Waarabu, watu wa Asia ya katikati. Moja kwa moja neno sahau likapatikana. Lakini kwenye jadi
Otesh maana yake ni lugha iliyokuja kugongana na lugha nyingine. Hilo ndo la kukaa kujua. Kwa hiyo ukisikia neno Lubunga, maana yake ni kumbusho, ni kumbusho kwa yaliyosahaulika. Isipokuwa ukiweka lu inakuwa ni ya muumba na hatua zake, kama muujiza wake, ajizi zake. Yale mambo ndi prosesi za kimungu katika kufanya viumbe kuwepo. Hayo mambo hayaonekani kawaida, ila yanafanya ndani ya vinavyoonekana kawaida. Hapo ndo kapata muujiza na ajizi zake Mungu. Sasa ukisikia neno lu ni ukumbusho, isipokuwa wa mambo hayo ya huyo aliyefanya viumbe, ndo hapo unapata neno Lubunga. Ukiweka lu, maana yake unakuwa unakusudia hatua ya kimungu tu. Kwa hiyo tunakuja sasa kwenye dadavuo mbalimbali. Kwa hiyo ukitoka hapo unakuja kwenye neno kumbukumbu. Tuendelee kufafanua hapo. Kumbukumbu na yenyewe ni Kibantu, isipokuwa yenyewe inakuwa haina ile hadhi ya lu. Kumbukumbu ni vinavyoonekana kimwili, vinakumbushana kwa miili husika. Huu ndo undani sasa utokee kujua kwa nini hii hapa ni kumbukumbu na kwa nini hii ni kumbukumbu, lakini kwa nini hii kumbukumbu iwe lu, kwa nini hii hapa iwe kumbukumbu, ni nini tafsiri zake na kwa nini zilitofautiana. Unajulia hapo, kumbe kumbukumbu iko ndani ya vinavyoishi kimwili. Na yenyewe ni kumbukumbu. Najua naeleweka hapo, isipokuwa sio kumbukumbu sasa ya kimungu, kwa sababu Kiswahili hakijui kale. Ndio maana tunasema tunafanya kumbukumbu ya mambo ya kimungu, ni kwa sababu Kiswahili hakina ile lu. Naeleweka hapo? Kiswahili kingekuwa kina ile lu, kimeitambua tangu mwanzo wake, tungesema wazi kwamba hapa tuna lu mambo ya Mwenyezi Mungu. Najua walimu mnanipata hapo. Kiswahili kwa kuwa hakikujitosheleza uchukuzi wake, chenye kikabaki na hili neno kumbukumbu. Na kumbukumbu pia ni Kibantu, isikokuwa kinakuja kukufafanulia hapa ujue kwamba kumbukumbu ni viumbe kwa viumbe vinavyoonana, vimesahauliana. Hichi hapa kilikuwa ni kidogo sana, leo kimekuwa kimebadilika. Huyu hapa akamsahau, huyu alikuwaga mweusi zamani, leo kajikrimu kawa mweupe. Najua naeleweka nikisema hivyo. Kuna mtoto uliwahi kumuonaga ni mdogo, unajuaga jina lake kwamba mtu fulani alizaaga mtoto fulani.
Yule mtoto baadaye mmepotezana na huyo jamaa yako. Ule mtoto katoka kwenye udogo ule, kaisha kuwa msichana mkubwa. Zamani hana desturi ya kuvaa vitu vya utu uzima. Baada ya kukua ule mtoto na una miaka mingi, umuonagi ule mtoto anavaa mawigi leo, ule mtoto anavaa vitu fulani leo, paka mawanja marefu. Zamani hakuaga hivyo. Wewe unatokea kumsahau, pamoja unamjua. Hii kimwili ndo ikaitwa kumbukumbu. Kwa maana kumbukumbu ni vitu ambavyo vinaishi kimwili, lakini vimesahauliana kutokana na mazingira ya makuzi, ima mabadiliko. Hapa neno kumbukumbu likabaki kwa waja. Najua walimu mnaelewa kwa mapana. Tunakuja neno kanisa. Tunakuja neno kanisa, na yenyewe ni aina ya kumbukumbu, ila ni kumbukumbu imeokaaje? Najua tuko pamoja hapo. Tumeshajua kumbukumbu ni kwa niaba ya hivi vinavyoishi kimwili, kama mbuzi, kondoo, mtu. Yaani hivi ni viumbe. Hivi vikisahau jambo lao vinataka kuliweka sawa. Hii ndo neno kumbukumbu ya viumbe, kwa viumbe pia. Lakini ukisema nimesahau ya Mungu, sasa unatakiwa uje kwenye luu, hautokuja kwenye kumbukumbu tena. Ya Mungu nimeyasahau, inatakiwa uje kwenye luu na sio kumbukumbu. Luu ndo inakuwa inakuelekeza ya muumba ni haya. Lakini ukisema kwamba nimesahau hapa, huyu kuku hapa alitaga mayai mangapi, imekuwa kuwaje? Kwa maana umebunga kuwa kuku wako ametaga mayai mangapi, wewe tena hauna ile kumbukumbu. Hapa ndo neno kumbukumbu ikabaki kwa walimwengu. Kwa hiyo mkisikia hizi lugha zipo kwenye lugha za asili na jadi huko nyuma, kwenye kabila kongwe, Wangala, Waluba, Wabuyu, Wabondo, muwe mnajua kwamba hizi lugha kwenye Kibantu zina tafsiri hii, ambayo hata wale wenye lugha hawana uwezekano wa kuziweka hivi ninavyosema, kwa sababu mimi natafsiri kile Kibantu kukirejesha kwenye muhimili wenyewe wa Kibantu, na sio kile Kibantu kukiacha kwa ambao walijivuruga ndani ya Kibantu. Kwa mimi nikikuleta kwenye msingi wa Kibantu kilichojisimamia Kibantu, ndo unakuja kupata uhalisia. Kumbe hili neno tunalisikiaga kwenye Lingala, kumbe hili neno ni la Kibantu, na huku kwenye fasiri halisi ya Kibantu linasema hivi. Hiyo ndo tafsiri yake halisi. Kwa hiyo unatokea kujua luu ni kumbukumbu isikokuwa za Mungu na hatua zake. Ukija neno kumbukumbu ni vinavyoishi. Vinavyoishi vimekumbukana, hichi hapa kimekisahau kile, na maisha yao kwa ujumla, lakini vinavyoishi kwa maana ya viumbe. Ukija kanisa ni mambo yasiyoishi isikokuwa yaliwekwa kwa kumbukumbu ya vinavyoishi. Nieleweke hapo? Ni mambo yasiyoishi
isipokuwa yanasaidia viumbe vinavyoishi. Mfano, neno kitabu kimeandikwa, kiko pale, yale ni maandishi yale. Yale maandishi hayaishi, hayana roho, hayana namba, hayana chochote, ila yale maandishi yale yanamkumbusha anayeishi. Kwa maana akiwa anakumbuka moja kwa moja, kile kitabu anakitupa, hana haja nacho, kwa sababu tayari anakumbuka moja kwa moja. Hiyo sasa ndio neno kanisa. Kwa hiyo kanisa kwenye Kibantu, kanisa kwenye Kibantu, kanisa ni kumbukumbu ya mambo yamewekwa alama sehemu. Ndo kasikia kwa Wakongo anakwambia tokanisi tozokanisa eloko oyo. Unasikia hiyo lugha? Yaani unaikuta kanisa iko ndani ya lugha hiyo, uwe unajua maana yake. Kanisa sasa ni Kibantu pia, ila kukiweka kwake kwenye uweledi wake, unatakiwa kujua kwamba kanisa ni kumbukumbu isipokuwa ya mambo yasiyoishi, kwa maana matumizi ya kawaida. Ndio maana usikia umekanisa nini? Nimekanisa pale, bata wangu nilimchora, nimesahau gisi gani nilivyomfanya mwanzo. Najua hapa unaelewa. Kwa hiyo ukimchora bata, hiyo ni kanisa. Ukiandika maandishi, hiyo ni kanisa. Ni kumbukumbu isipokuwa sio ya vinavyoishi, ila ni moja ya matokeo yanayosaidia vinavyoishi kuendeleza tathmini zao. Ule mwendelezo wa tathmini ukiwemo maandiko, michoro, alama, mambo hayo ndo yakawa neno kanisa kwenye Kibantu. Kwa hiyo najua hapa mmepata usafi mkubwa wa kujua kwamba ukisikia leo neno kanisa, kanisa, kanisa sio lugha ya Ulaya, wala kanisa sio lugha ambayo ilitoka Asia. Kanisa ni lugha ambayo ilikutwa hapa kwetu kwenye Kibantu. Ili ujue maana yake, ni lazima urejeshwe kwenye hatua hii ili ujue kwamba kanisa ilikuwaga ni kumbukumbu, ila kumbukumbu ya aina gani? Najua hapo umeelewa vizuri hapo. Kwa hiyo unakuta sasa kuna kumbukumbu ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, hiyo ndo lu. Kuna kumbukumbu ya viumbe kukumbukana. Huyu hapa amemsahau ndugu yake, alikuwaga hana ndevu, leo ana ndevu, amebadilika sura yake. Hiyo ni kumbukumbu sasa ya viumbe. Tunakuja neno kanisa. Kanisa unakuta tena ni kukumbuka kule kule, lakini sasa nakala zile niliziweka wapi? Hii inatoka kuwa kumbukumbu, hiyo inakuwa kanisa. Nimekugawanyishia hapo sehemu zote tatu ili ujue kumkumbuka Mungu ni prosesi nyingine, kujikumbuka viumbe ni prosesi nyingine, kukumbuka mazingira yalivyoandaliwa kwa michoro, michongo, vitu fulani, na hicho pia ni kitu kingine. Kwa hiyo kuta sanamu limechongwa pale, liko hapo, linaazimisha kitu cha namna fulani, hilo sanamu ni kanisa. Ni kumbukumbu, lakini ni kitu kisichoishi.
ndo ukasikia Wangala wakabaki wametunza hapo, tozo kanisa, tozo kanisa. Najua mnanielewa wote ambao mlikwisha poteza misingi ya Kibantu. Kwa hiyo yote haya nimefafanua ili mwe mnajua, mkikuta mahala kuna Lubunga, maana yake hapo ni kumbukumbu za kimungu tu ndo ziko hapo. Mkipoteza hiyo, maana yake nyie mmepoteza kumbukumbu ya kimungu, kwa maana ya ile lu. Mnabaki na maisha yenu na upotevu wenu na athari mtakazozipata humo. Mimi ni washukuru ndugu wana jadi, wacha Mungu na waja wote kwa ujumla ambao wanaendelea kujifunza mambo haya. Ukweli wa hatua hiyo umekaa huko hivyo, na huo ndo ufasaha wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.